Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, pamoja na nia hizo mbalimbali zilizotajwa hapa leo tunazokuwa nazo katika maadhimisho ya ibada hii ya misa takatifu, kwa kwenye sherehe ya kuongoka kwa msimamizi wetu Mtakatifu Paulo Mtume, napenda vile vile tuwe na nia hiyo ya kuombea umoja wa Kristo. Kama mnavyofahamu, leo tarehe 25 tunahitimisha juma hilo tuliokuwa nalo, tukiwa na sala na maombezi hayo mbalimbali, tukiombea huo umoja ambao yeye huyo msimamizi wetu Mtume Paulo alikuwa mstari wa mbele katika kulifanya hilo, kuwatafuta hawa waamini wote waliobatizwa katika Kristo na wanaomfuata Kristo wawe na umoja. Tuliombee hilo na tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aimarishe huo umoja wetu sisi ambao tunamwamini huyo Kristo ambaye ndiye kichwa cha kanisa, kichwa cha hao wote wanaomwamini. Lakini wakati ule ule nawaalika vile vile, leo ni bahati kwamba tutakuwa na hao mafrateri ambao leo wanawekwa rasmi katika huduma hiyo ya kulitangaza neno la Mungu. Leo ni Jumapili ya neno la Mungu. Isiwe tu kwa hao ambao leo ndio wataingizwa rasmi katika huduma hiyo, bali tukumbushe vile vile sisi sote tuliobatizwa kwamba tuna kazi kubwa hiyo ya kulitangaza hilo neno la Mungu. Basi kuwa na nia hizo pamoja na hizo nyingine ambazo zilishatajwa kwetu hapa mbele, naomba tuwe na mambo matatu ambayo yatatusindikiza katika tafakuri ambayo ningelipenda nifanye kabla ya kuwashuhudia hao mafrateri ambao wataingizwa katika huduma hizo, kwanza hiyo ya usomaji na baadaye hiyo ya utumishi, altare, pamoja na huduma nyingine mbalimbali ambazo wako tayari kuzitoa kadiri ya huduma hiyo au huduma hizo wanazozipokea. Kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo mkuu anaokuwa nao kwetu sisi, na pili ni hilo la kujitambua sisi ni akina nani. Na tunapojitambua, tujitambue tukijitizama, lakini tukimtizama Paulo huyo ambaye leo tunapenda atawale angalau siku hii ya leo mawazo yetu tunayokuwa nayo yote hayo. Kujitambua hasa katika udhaifu, kujitambua hasa katika kuyakosa hayo ambayo Mungu amependa tuwe nayo, lakini tunajikuta tumetoka katika huo mstari ambao ungelitupeleka katika kuyafanya hayo yaliyo mapenzi yake, bali ambiwa yeye baadaye, na yeye anataja yeye mwenyewe haya ambayo atakuja kuambiwa na aliambiwa na huyo Anania. Na mwisho kabisa la tatu ni hilo la kujiuliza kama yeye alivyojiuliza huyo Paulo, nifanye nini? Akiwa haoni, uko chini hapo, mwanga aliuona, baadaye akaingia kwenye giza. Bahati nzuri sauti akaisikia, na ndiye kaja kumuita na kumwambia afanye nini. Na sisi tuombe tuisikie hiyo sauti, bali neno la Mungu, na tuifuate hiyo sauti ituelekeze twende Dameski, na huko tutaambiwa tufanye nini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo wake. Tumelitaja hata katika nia zetu tulizokuwa nazo hapo. Kwanza tunamshukuru jinsi alivyofanikisha hiyo kazi tuliyokuwa nayo mwaka jana, wa kumshukuru kwa maadhimisho haya ya miaka 100 tangu seminari yetu ya Kipalapala chini ya usimamizi huo wa Mtume Paulo
kuja hapa Kipalapala. Ni upendo wa pekee ambao Mwenyezi Mungu ameonyesha kwetu, sio tu kwa maadhimisho hayo, bali kwa mema mengi aliyotutendea kupitia katika seminari hii ya Kipalapala. Hatuhitaji kuyarudia yale yote aliyosemwa hapa tulipokuwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na wote ule umati uliokuwa hapa, tukafurahi, tukamshangilia, tukamtukuza na tukamwomba aendelee kuyafanya maajabu kupitia katika seminari hii ya Kipalapala. Leo tunapenda tuseme tena kwa Mwenyezi Mungu asante. Tunaposema asante kwa hilo, tumshukuru tena kwa upendo wake mkuu anaoonyesha anapotuita sisi sasa tumwendee na twende akatuoneshe na akatuambie sisi tunapaswa kufanya nini, ili tushiriki kama hao wote ambao aliwaita na akawashirikisha katika kazi yake hiyo ya ukombozi. Ili tumesema tukifuata nyayo za huyo Paulo ambaye na yeye baadaye alishukuru sana. Hakika yeye huyo ambaye pamoja na mafundisho mazuri aliyopata kwa Wayahudi hao kuwa makuhani ambao ndio walikuwa na mtumwa baadaye aende kuliangamiza hilo kanisa la Mungu, lakini baadaye aligundua kabisa kwamba sio upendo ambao Mungu ndio alitaka awe nao, na sio upendo ambao Mungu alikuwa anaupeleka kwake. Upendo huo alikuja kuona baadaye alipomuita sasa. Simulizi nzuri sana tunalifahamu vizuri kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, akiwa anaelekea huko Dameski kwenda kuwafunga hawa kina baba kina mama na apeleke Yerusalemu, na hiyo mtokea upendo wa Mungu ukamtokea huyu ambaye alikuwa ni mbaya. Hilo litakuja baadaye tunaposema sasa sisi tunajitambua. Huyu aliyekuwa mbaya, huyu aliyenyanyasa kabisa, huyu aliyewadhulumu akawatesa hao ambao walikuwa wameamua kuifuata njia ambayo inawapeleka katika ukombozi. Anamshukuru Mwenyezi Mungu, anauona upendo wake Mungu anayemuita, na akataka amrudie, atoke katika njia hiyo ambayo haikuwa nzuri. Njia hiyo ilikuwa inaliangamiza na kulidhulumu kanisa, aje sasa kuwa chombo chake. Upendo wa pekee. Huyu aliyekuwa mbaya anakuja kuwa mzuri, na sio mzuri bali anakuja kuwa sasa chombo chake. Huyu ambaye alimsikia sio tu kuona mwanga, bali aliuona mwanga na akamsikia. Na sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu, pamoja na kuona huo mwanga, pamoja na kubatizwa, pamoja na kuingizwa katika kanisa hili, pamoja na kuwa na majukumu hayo, huduma hizo mbalimbali, tusiishie hapo. Tumsikie vizuri na tujue yeye anataka tufanye nini, kama ilivyokuwa kwa Paulo. Na kwanza kumsikia zaidi ni kujua kwamba yeye anatutuma na tuita, alafu anatutuma, anatupatia kazi, lakini anatuongoza na tuonyesha ni kazi ipi ambayo inabidi tuifanye. Tunafurahisha sana Paulo anapokuwa anasimulia yeye mwenyewe aliyomtokea, ili mara baada ya kuwa ametokewa na huyo Kristo ambaye alikuwa anamdhulumu. Ni mimi Kristo Yesu wa Nazareti ambaye unayemdhulumu, anayemdhulumu huyu, anayemwambia hayo, na hasa pale anapomuuliza afanye nini sasa, kama sisi tunavyomuuliza leo tufanye nini. Aende huko Dameski, anyanyuke kwanza, anyanyuke, alafu aende huko Dameski, na huko Dameski atakuja kuambiwa yale ambayo anakuja kuyafanya. Upendo wa Mungu unakuja kuonekana anapoyasikia hayo ambayo sasa huyu Anania anayasema kwake. Katika simulizi lake anaweka vizuri sana pale anapomwambia yeye kwamba amechaguliwa na Mungu, na sio kuchaguliwa tu, bali yeye mwenyewe huyo anakuja
kuyafahamu mapenzi ya Mungu. Upendo wake Mungu anapenda mjulishe mapenzi yake hayo, na sio mapenzi yake tu haitoshi, bali atamgusa, alimgusa, alimuona, na sio kumuona tu, bali alimsikia na akasikia maneno yanayotoka kinywani mwake, na baadaye kwa wote atamwambia jinsi rafiki ule upendo wake unavyomsukuma, na utamsukuma baadaye atakuja kuwa misionari wa mataifa, akimshuhudia huyo Mungu katika upendo wake kwa watu wote. Anasema vizuri sana Paulo, na atalifanya hilo na amelifanya hilo. Ni upendo wa Mungu ambao unaweza tu kufanya kitu hicho. Wewe ulimaliza kupitia kwa hao watu wafuasi wake, leo anakufanya tena chombo chake. Ndugu zangu, ndio hilo analifanya kwetu, ndio hilo amelifanya kwetu sisi wote tuliobatizwa, tukamuona huo mwanga. Ndio hilo alifanya kwa Paulo, amelifanya na wengine wote ambao wamekuwa na wafuasi wake. Ndio hilo analifanya hata leo tunapowashuhudia hao vijana wa seminaristi, wafrateri ambao leo watawekwa katika huduma hizo. Ni upendo wake huo, anawaita sasa kwa mfano wa Paulo, wataenda wakahubiri hilo neno lake, wakalitangaze hilo neno lake, sio tu kulisoma, bali kama atakavyosikia katika maelekezo yanayotolewa baadaye kwenye liturujia yenyewe, hiyo shughuli atakazokuwa nazo wao kama wahudumu wa neno hilo takatifu. Upendo wa Mungu nawaita wao hao, upendo wa Mungu nawaita hao wanaokuja kuwa watumishi wa altari, watumishi wa mafumbo hayo matakatifu, wakimpeleka Kristo kwa watu, wakitoa huduma hizi ambazo wanapaswa wazifanye kadiri ya wanavyotumwa na mama kanisa. Huo ni upendo wa Mungu. Kwa tunasema Mungu, asante wewe ambayo nasi unapenda utushirikishe katika hayo ambayo ni yako, sisi ambao hatustahili, lakini wewe unaona kwamba tunastahili, na kama tustahili utatufanya tustahili, kama ulivyomfanya huyo msimamizi wetu Paulo tunayemfuata. Ndugu zangu, la mwisho, tufanye nini? Tufanye nini? Tufuate mfano huo wa Paulo. Kwanza tuwe wasikivu. Tumeyaona mengi na tunaendelea kuyaona mengi, tunayatamani mengi na tunapenda tuyapate, lakini haitoshi. Inabidi tumsikilize daima, tumtafute kumwelewa na kumfahamu huyo Mungu wetu anataka nini kutoka kwetu sisi. Kwanza tukijitambua kwamba sisi ni wanyonge, sisi leo inawezekana kabisa tumemfahamu, tumemsikia, tukaona huo mwanga, lakini bado tunakuja kuwa kama Paulo huyo, tunaanguka katika unyonge wetu, katika udhaifu wetu. Na hii ni kwetu sote, kama ni wale ambao wanaongozwa, wanaolelewa, wanaoelekezwa, kama ni hawa ambao wanalea, wanaongoza na wanaelekeza, wote yawezekana kabisa tukaanguka katika kosa hilo la udhaifu, kaja ukatutawala na tukashindwa kumuona huyo Mungu ambaye kwa upendo wake anatuita na anataka twende tukawa vyombo vyake. Leo tukifuata mfano wa Paulo mtume, kama anavyosimulia yeye mwenyewe, tunyanyuke. Inawezekana tulianguka hapa na pale, au tuko tunaanguka pamoja na kwamba tuko tunayapata haya upendo wake mazuri, tunajitambua katika udhaifu, lakini hatoshi. Tufanye nini sasa? Tunyanyuke, tuende tukaipate hiyo nguvu kama alivyonyanyuka huyo Paulo baada ya kujitambua. Hakuishia hapa, hakuwa na uoga kurudi alikokuwa anatoka kule kwa hao walikuwa wamemtuma, bali anaisikia sauti ya Mungu kama alivyosema yeye mwenyewe. Atakuja kuyasikia maneno yake yanayotoka kinywani mwake,
Na ndio hayo kwa kweli Paulo tumsikiliza katika barua zake zote anazoziandika, au kwenye maeneo fulani fulani ambayo kwa kweli anasisitiza hilo, kwamba yale anayotangaza yeye si ya kwake, ni yale yanayotoka kwenye kinywa cha Mungu, ni yale ya Mungu. Kumbe twende sasa tukamsikilize huyo Mungu wetu ambaye kwa maneno yake yuko anatuelekeza na anapenda daima atuelekeze. Twende, ndo hilo mimi napenda niseme, tunapomsikiliza kama Paulo tunaenda Dameski, na huko tutaambiwa yote hayo ambayo baadaye atakuja kutubadilisha. Akisha tubadilisha tukamtambua yeye huyo kwa maneno yake, basi kwa kuisikia sauti ya Kristo huyo ambaye leo kama tulivyosikia kutoka katika sehemu ya Injili hiyo ya Marko hiyo sura ya 16 aya ya 15, twende sasa kama Paulo ulimwenguni kote tukamtangaze, tukawafanya hao watu wabatizwe, wamtambue yeye, na kweli hao ambao watamsikiliza wataokoka. Na tulitafute hilo kwa nguvu zote. Wasiomsikiliza bahati mbaya ni laana hiyo, watalaaniwa, lakini tusingelipenda hilo liwe hivyo. Kama yeye Mungu anavyotaka asipotee hata mmoja, Kristo mwenyewe anasema hayo, nasi tumie hilo. Twende tukisukumwa na sauti ya Mungu tukawatafute hao, lakini tukiongozwa na hilo neno lake linalotusukuma na utumishi wake. Twende tukamtangaze kwa maneno yetu, twende tukaonyeshe huruma yake kwa matendo yetu. Tumsifu Yesu Kristo.